Alléluia, notre chant résonne avec joie. Haleluya, nyimbo yetu inasikilikana kwa furaha. Imani inaleta ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana. Hata jaribu yako na dumu, lakini neema nyingi inapewa kwetu. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya. Mimi ni huru kwa maana imani yangu ndiyo ushindi, heshima na utukufu. Haleluya. Yesu ni yote kwa ajili yangu. Nina tumaini kubwa ndani ya Bwana. Nashimama kwa neno lake. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana. Salama inatawala sasa moyo wangu. Furaha inakabata nafasi ya maumivu ya dhambi. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya. Mimi ni huru kwa maana imani yangu ndiyo ushindi. Shangwe, heshima, haleluya. Yesu ni yote kwa ajili yangu. Je fais connaître ma délivrance avec une bouche. Najulisha ufungulifu wangu na moyo uliotakasiwa na yenye furaha. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi wa katika Bwana. Hata adui anaweza kuniwinda, mimi nabaki mwaminifu hata kifo. Ushindi katika Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya. Mimi ni huru kwa maana imani yangu ndiyo ushindi, ishangwe na heshima. Haleluya. Yesu ni yote kwa ajili yangu. Wakati nikapokuwa nimeshinda adui ya mwisho, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana. Ndani ya umilele yote, nyimbo yangu itasikilikana kwa ajili yake ndani ya utukufu. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya. Mimi nimefunguliwa, mimi ni huru kwa maana imani yangu ndiyo ushindi, shangwe na heshima. Haleluya. Yesu ni yote kwa ajili yangu. Sikia, tuko katika safari tukienda mahali patakatifu pa mbingu. Tumekwisha kuonja kwenye tunda la dunia hiyo ya huko. Wewe mwenye dhambi, acha Yesu akuokoe. Alilipa kwa ajili yako bei kubwa. Unaweza kwenda katika mji wa mbingu. Yesu atakupokea huko. Unaweza kwenda huko. Waweza kuja pamoja nasi. Waweza kwenda mbinguni. Waweza kufanya safari kwenda katika mji wa milele. Rafiki wapendwa, mtafute wokovu, mjitayarishe, musipoteze hata muda kidogo. Mungu ndani ya upendo wake anawaita akiwa wa rehema nyingi. Ona kisa anaweza penda uone kila mtu akiwa na furaha. Waweza kwenda, unaweza kuja pamoja nasi. Waweza kwenda katika mji, Yesu atakupokea. Waweza enda huko, waweza kwenda pamoja nasi. Waweza kuhitaji kwenda mbinguni, waweza kufanya safari
ukiingia katika mji wa milele? Ndiyo, tunaenda mbinguni kulingana na Biblia. Mnapaswa kuwa watakatifu mkitakaswa katika damu. Basi kataa dunia na uache mambo yote. Pokea kwa imani mema ambayo leo wapatia. Waweza kwenda ndani ya mji, Yesu atakupokea. Waweza kwenda, waweza kwenda pamoja nasi. Waweza kwenda mbinguni. Unaweza fanya safari ukienda katika mji ya milele. Mchague leo eneo hiyo. Kama mnataka kukaa huko milele na milele, msimame na muje. Taji ya uzima inaonekana kwenu katika umilele, ndani ya umilele na katika mahali pa utukufu pa mbingu ya utukufu. Waweza kuingia katika hiyo mji, Yesu atakupokea. Waweza kwenda, waweza kuja pamoja nasi. Waweza kwenda mbinguni, waweza kufanya safari hiyo ukiingia katika hiyo mji wa milele. Waweza kwenda huko, waweza kwenda huko katika mji, Yesu atakupokea. Waweza kwenda huko, waweza kuja pamoja nasi, waweza kwenda mbinguni. Unaweza kufanya safari ukija katika mji wa milele. Tunasalimu wandugu wote na wadada wote wa ulimwengu mzima katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya kipindi hiki ya uchunguzi wa neno la kibiblia pamoja na ndugu Frank. Tunashukuru Mungu sana pia kwa ajili ya hii kipindi, na kama Mungu anataka tutaweza kusikia asubuhi ya leo ndani ya hii kipindi makusanyiko ya uponyaji ya ndugu Branham. Acha Bwana aweze kubariki wanaosikia wote na aweze kuwajulisha yale ambayo Bwana aliyofanya na anayofanya katika siku zetu. Nataka kusoma neno moja la andiko kama vile kuanzisha, lililo ndani ya Matendo ya Mitume sura 14 mstari wa 8 mpaka 10. Matendo ya Mitume sura 14 mstari wa 8 mpaka 10. Or il y avait à Lystre un homme qui n'avait aucune. Na kule Listra mtu mmoja alikuwa dhaifu wa miguu, kiwete toka tumbo la mama yake, naye hajatembea bado kabisa. Mstari wa 9. Yeye mwenyewe alisikia Paulo akihubiri, naye akamkazia macho na kuona ya kama ana imani ya kuponyeshwa. Mstari wa 10. Akasema kwa sauti kubwa, simama wima kwa miguu yako. Akasimama upesi, akatembea. Shangu na shukurani na kusihi ndugu Frank.
ningelitaka nami pia niweze kusalimu kwa furaha kubwa wote katika jina la bei kali, la bei kubwa la Bwana, na kutakia wote kwa moyo wote, kuwatakia wote baraka ya Mungu na ufunuo wa yale yote ambayo tunayohitaji sasa. Tuko karibu sana ya mwisho wa kanisa la Agano Jipya. Yote ina mwanzo wake na pia ina mwisho wake. Na tunajua sote ya kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa mtu aliyekuwa ametumwa na Mungu wakati wa kuja kwa kwanza, na ndugu Branham alikuwa mtu aliyekuwa ametumwa na Mungu mbele ya kuja kwa pili kwa Kristo. Na ndiyo maana ndugu na dada, tunapashwa kuhusika na yale ambayo iliyokuwa imehaidiwa tu ndani ya neno la Mungu, na yale ambayo iliyokuwa imefanyika tangu mwanzo. Bwana alipatia kanisa kazi ya kuweza kuchukua neno lake na akaweka huduma tofauti kama vile tunavyoipata ikiwa imeandikwa ndani ya Matendo ya Mitume na pia ndani ya mabarua za wa mitume. Leo inahusu kwa ajili yetu na kwa ajili yangu mimi binafsi kuweza kujibu agizo kama ndugu aliye mtumishi. Aliambia kwangu, tumia kwa taifa langu makusanyiko 4 mpaka 7 ya uponyaji. Ona agizo iliyopewa kwangu. Ile maneno haiambiwe kwangu tu peke yangu, lakini kwa wandugu wote wanaotumika katika ulimwengu mzima, kwa maana bibi harusi ameundwa na kabila zote, malugha zote na mataifa zote. Na ndiyo maana yale ambayo Mungu anafanya sasa, kwa kumalizia, itakuwa imefanyika mahali njema katika ulimwengu mzima, na wachaguliwa watakupata sehemu ndani. Tutaweza kusoma andiko fulani za Biblia, na kisha tena tutaweza kupata hiyo retransmission ya live, retransmission ya pale pale kuhusu makusanyiko ya uponyaji ya mwaka 1955, na ilikuwa imenigusa sana kwa moyo, ili tusiweze kusikia tu hiyo makusanyiko ya nguvu ya ndugu Branham, lakini sisi sote tuweze kuchukuliwa sisi sote katika hiyo makusanyiko ya pale pale, ikuwa kama vile kama tuko pale pale, na kama vile tunasikia na kuona mambo yote, tunaona na kusikia yale ambayo Bwana anafanya kupitia huduma ya ndugu Branham. Lakini sasa tena haraka andiko fulani za Biblia, na kusi tunasoma Mathayo sura 10 mstari wa kwanza. Mathayo 10 mstari wa kwanza. Akaita kwake wanafunzi 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu,
kuwafukuza na kuponyesha namna zote za magonjwa na udhaifu. Bwana wetu aweze kushukuriwa, Bwana wetu aweze kushukuriwa na kutukuzwa. Hakuweza kuweka tu umuhimu juu ya utangazaji, lakini pia akaweka umuhimu juu ya kushuhudia. Pale pale wakati wa kuwekwa kwa kwanza, kuwekwa kwa kwanza kwa mitume 12, Bwana alipatia agizo ya kuweza kutangaza neno, kutangaza Injili, na akaweza pale pale kuiambatanisha kushuhudiwa, uhakikisho na kusihi. Tunasoma Marko sura 16 mstari wa 17 na 18. Marko 16 mstari wa 17 na 18. Mais ceux qui auront cru seront suivis, na alama hizi zitafatana nao wanaoamini. Kwa jina langu watatokeza pepo wachafu. Ils parleront avec des langues nouvelles. Watasema kwa lugha mpya. Mstari wa 18. Watashika nyoka. Kama wakikunywa kitu cha kufa, hiki hakita wazuru. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Tunasema amina kwa maneno haya. Hapo hapo baada ya ufufuko, Bwana akalikusanyisha walio wake na akawapatia, na ninataka kusema agizo ya kutumwa, kazi ya kutumwa, na akawapatia, akamalizia kwa kusema, akasema kwamba kwa wagonjwa watanyoshewa mikono, nao watapata afya. Mambo hayo mawili yalikuwa yakitembea pamoja. Utangazaji wa ukombozi iliyotimilika kupitia damu ya mwana kondoo kwenye msalaba wa Golgotha, na kisha kushuhudiwa wa wale ambao waliokuwa wamekuja kwa imani ya kweli. Mungu asemake tu maneno. Mungu anasimama nyuma ya maneno yake, anasimama nyuma ya maneno yake kupitia matendo, naye pia anashuhudia tena leo yale aliyosema na yale aliyoahidi. Ndakusihi, tunasoma Yohana 14 mstari wa 12. Yohana 14 mstari wa 12. Kweli kweli ninawambia, yule anayeniamini kazi nazozifanya atazifanya yeye, na atafanya kazi kubwa kuliko hizi. Bwana aweze kushukuriwa. Cette parole de Dieu est entrée dans le corps et l'âme de frère. Neno hili la Mungu lilikuwa ndani ya moyo na ndani ya nafsi na mwili wa ndugu Branham. Na nitaka kuwaombia mara ngapi alikuwa akitumikisha neno hili. Alikuwa na andiko mbili la Biblia. Alikuwa akisema kwamba yule anayeamini ndani mwangu atafanya makazi nazozifanya, na pia makazi kubwa kuliko hizi. Na hivyo hivyo tena alikuwa akitumikisha pia neno la Waibrania sura 13 mstari wa 8, ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule hata milele na milele. Na kisha nabii wa Mungu aliweza kuonyesha, kwa maana akasema kwamba
kama ni yule yule tena anafanya mambo hayo mamoja aliyokuwa akifanya hapo mbele. Umuhimu ilikuwa kuweka juu ya kwamba akasema kwamba sio mimi William Mario Branham ninayefanya kazi hizi, lakini Baba ama Bwana aliyefufuka, Bwana aliyefufuka ndiye anafanya kazi hizi. Na kisha tena ndugu Branham akasema neno la Biblia ambayo Bwana wetu waliosema eti sio mimi ninayefanya kazi hizi, lakini Baba aliye ndani mwangu ndiye anayefanya kazi hizi. Yohana 14:10. Na ni hivyo ndiyo ndugu Branham alikuwa akirudilia, sio mimi ninayefanya kazi hizi, lakini Bwana ndiye aliye hapa, aliye yule jana, leo na hata milele. Na kisha tena ndugu Branham anasema akisema kwa maneno mepesi, akasema kwamba sijawahi kuokoa hata mtu mmoja, sijawahi kuponya hata mtu mmoja, sijawahi hata kufungua hata mtu mmoja, sijawahi kupatia hata uzima wa milele hata mtu mmoja. Hiyo ni Bwana. Bwana ndiye anafanya mambo hayo yote. Mimi niko tu mtumishi wake, lakini ni yeye ndiye anafanya mambo haya yote. Anaokoa, anaponya, anatoa uzima wa milele, ukombozi ya ujao. Anafanya yote kama vile alivyofanya hapo mbele. Akose andiko ingine ya Biblia na kusihi, tunasoma Waefeso sura 1 mstari wa 4 na wa 5. Waefeso sura 1 mstari wa 4 na 5. Nasoma mstari wa 4. Kama vile alivyochagua ndani yake mbele ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu na pasipo kilema mbele yake katika mapendo. Wapendwa ndugu na dada, tuiseme kwa moyo iliyo wazi. Ujumbe ya mwisho haiambiwe kwa ulimwengu mzima, lakini inaanza hivi: ninyi taifa langu, tokeni, mutengane, musiguse kitu kilicho kichafu. Ujumbe hii inaambiwa kwetu, inatimilika kwetu sisi ambao tunaweza kushuhudia kama vile inavyoandikwa ndani ya Efeso sura 5 ya kwamba tuliweza kutakaswa, tuliweza kuoshwa na maji ndani ya neno, kutoka uchafu wote na kutoka ukunyanzi yote iliyokuwa juu yetu kupitia mafundisho. Hiyo mauchafu yote na maukunyanzi yote iliyokuwa juu yetu kupitia mafundisho, nasi tuko wamoja wa wale ambao neno linatimilika kwetu. Nasema kwamba watakase katika kweli, neno lako ndiyo kweli. Nisema nasi tuko sehemu ya wachaguliwa ambao wanaweza sasa kuishi ujumbe wa mwisho, kitendo cha mwisho cha Mungu mbele ya unyakuo. Na tunasema asanti kwa Mungu Bwana kwa maana hakuweza tu kuahidi mtumishi wake na nabii, lakini pia aliweza kumutuma pale pale na kumubebesha na kumutuma ili aweze kuchukua ujumbe wa mwisho iliyoweka misingi yake juu ya Biblia. Na kwa hiyo angeliweza sasa, kwa hiyo kuweza kutufunga kwa Mungu na kutoarisha mpaka kwa siku
ya utukufu ya Bwana ambayo iko karibu sana, iko karibu sana. Tena andiko nyingine, mstari unaofuata, iliyo ndani ya Efeso sura 1 mstari wa 5. Sasa kwa kuwa alitangulia kuchagua ili tufanywe wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa ilivyompendeza. Na kwa hiyo tunasema amina. Alituchagua kulingana na mapenzi yake. Wapendwa ndugu na dada, wale wote ambao waliokuwa wamechaguliwa na kutayarishwa watafurahi pia sasa, kwa maana wanaishi makusanyiko ya uponyaji ya kiungu kama vile ilivyokuwa mara elfu na maelfu katika miaka 33 wakati ndani yake ndugu Branham aliweza kutimiza huduma yake. Hata tuweze kuishi hiyo pale pale yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya wakati wetu. Na ninawaza ya kwamba sasa tutaweza kuingia ndani ya sehemu ya mwisho na kuweza kuishi kitendo cha kiungu cha Mungu. Ndugu na dada, katika hii kipindi cha makusanyiko ya uponyaji nilikuwa nikikaa mimi mwenyewe kwenye kiti cha pili, na niweza kuishi mambo haya yote muhali ya kipekee. Katika kusikia hii makusanyiko ya kiungu hii, muwazie ninyi wenyewe, muweze kuwazia kama vile ninyi wenyewe mlikuwa pale, mko pale, ninyi wenyewe mko pale. Acha Mungu awabariki na awe pamoja na ninyi nyote, na awe pamoja na sisi sote pia. Kuna maelfu ya watu walio hapa jioni ya leo. Waliniambia kwamba pia kuna wengine walio nje, kama vile unavyoweza kuona mahali kwenye huko nje. Yesu anakupenda na anataka ili uweze kumtumikia. Nataka sasa kuita mstari wa maombi, ama nataka kuambia kwanza kitu fulani. Jana jioni wakati nilipokuwa nikiita mstari wa maombi, hapo niweza kusikia ya kwamba kulikuwa kundi ya watu ambao walikuwa wamesambazwa kwenye kuume. Walikuwa wakiwazia kwamba ilikuwa ni kuleta tu mawazo. Niliweza kusema kwamba sitaweza kuita mstari wa maombi hapa, na niweza kuita wale ambao wakuwa na makadi za kuweza kwenye mstari wa maombi. Na angalia yale ambayo Bwana alifanya jana jioni. Yeye hashindwi na yeye hawezi kutuacha hata kamwe. Ni Bwana Yesu. Amina. Ni vigumu kwa maana katika Marekani si vyepesi kufanya hiyo, kwa maana wanataka kuelewa. Lakini wakati naweza kuzungumza kupitia mtafsiri, inakuwa kama vile mpaka iliyo ngumu, kwa maana nakubalisha kwamba anazungumza nyuma yangu, nami siwezi kuingia ndani ya hiyo ono ambayo niweza kupokea kama vile ninavyohitaji. Na ndio maana na waza kwamba napasha kuwa na mtu mbele yangu akose kama watu wanaweza kuomba na moyo wote. Kuna kadi 100 ya maombi. Nataka kuombea kila kadi moja kwa ajili ya hizo 100. Naanza kwa namba 1. Angalia kadi yako ya ombi kama uko nayo, na kama hauwezi kusimama watakuchukua mpaka hapa wakati namba yako itakapokuwa.
itakuwa imeitwa. Ama unaweza kubaki kwenye lala mahali kwenye huko. Tunataka sisi sote tukikaa, ndugu Branham anasema hivyo. Wangapi katikati yenu ambao hawakuweza kuwa na kazi ya maombi? Mnyanyue mkono na wasi, mnyanyue mkono. Mnaamini mahali kwenye mko jioni ya leo, hata kama uko nje? Angalia hapa, kama mtu fulani anapona hapa, maelfu wanaweza kupona hapo huko nje. Yote nalingana na imani yako ndani ya Mungu. Wewe kuwa na imani sasa. Natazama kuna wengi ambao ndio wagonjwa hapa na walio na hiyo viti ya kusukuma, lakini muwe na imani kwa moyo wenu wote. Nitaka kuambia kitu fulani. Ninyi ambayo mliokuwa katika hii makusanyiko yote, nitaka kuuliza kitu fulani. Mungu aliweza kuonyesha kwamba mimi niwaambia kweli? Kama ni hivyo, mseme amina. Na wasi msitingizike sasa. Mubaki mkikaa. Mubaki muhali ya utawa mbele ya Bwana. Na kila mmoja aweze kuambia Kristo, Bwana, niguse jioni ya leo. Na kama unaweza kusema ndani ya moyo wangu ya kwamba nitapona, sasa nami nitakutumikia maisha yangu yote. Na kisha utaweza rudi nyumbani kwako na utakuwa katika afya njema. Wewe ubaki, nyinyi nyote mubaki mahali njema na mwangalie hapa. Na kitu chote ninachosema mfanye tu yale ninayowaambia. Sio mimi. Wakati upako inaponifikia, inapokujia juu yangu, sijui wake mimi mwenyewe yale ambayo yanayopitikana mpaka wakati wa ndugu wanaponisikilizisha tena nyuma baadaye kanda na kusikilizisha niliyosema. Mnaona? Ile inahuzunisha Roho Mtakatifu wakati mnaposhitingiza jisumbua. Lakini unapaswa kuwa mahali njema. Na Yesu atakuja kukutana na wewe. Kama unasumbulikana, yeye hawezi kuja, hawezi kukutana na wewe. Lakini muwe wa utawa na muamini. Kama kuna kitu fulani kinafikia mtu fulani hapo kwenye madhabahu hapa, hiyo ni hali ya Mungu kwa ajili ya kila mtu aliye hapa hapa nje. Tuguje sasa vichwa vyenu. Muguje vichwa vyenu. Baba yetu mbinguni. Tuguje sasa vichwa vyetu. Baba yetu mbinguni, ninaomba ili uweze kutusaidia jioni ya leo na uweze kutubariki na Roho wako iweze kuwa juu yetu. Bwana, acha mkono wako uweze kuwa juu yetu. Bwana Yesu, na kusii tena ingine mara moja. Bwana, onyesha kwamba ulifufuka kutoka wafu. Na uweze kufanya kitu fulani kilicho tofauti ama cha kipekee jioni ya leo, na ili watu waweze kuona ya kwamba mimi nisema kweli kuhusu maneno yako. Oh Bwana, tupatie hiyo Bwana, ili mwenye dhambi yote aweze kukombolewa na ili wote walio wagonjwa waweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na sasa huyu mwanamke hapa sijawahi kumuona ndani ya maisha yangu. Mungu anajua hiyo. Sijawahi kumuona, lakini Mungu alimuona na akamjua mbele hata kuzaliwa. Hanijui pia. Mnajua namna gani anajua? Roho yake inafikia, inakubalika, inapokelewa, anakubalishwa ya kwamba iko mbele ya kitu fulani kilicho cha kiungu. Ningelitaka ili watazamaji waweze kuona hiyo na macho yao ya mwili. Tazama mmoja wa dada wenu,
Anashuhudia kwamba ni kweli. Naweza kuona kuna roho pole na njema karibu yake. Hiyo ni kweli. Kama ni kweli, nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono. Katikati ya mimi na mwanamke huyu kuna Roho Mtakatifu. Unaweza kusema ni nuru. Na huyo mwanamke ni Mkristo, kwa maana roho yake iko katika upole, iko katika hali njema. Hiyo ni hali njema hiyo pale pale. Mambo yote kama vile Bwana Yesu wakati alipozungumza na mwanamke, ayuwe mwanamke, mimi ni mwanamume. Hii kutanana kwetu kwa mara ya kwanza ndani ya maisha, kama vile Bwana Yesu na alivyokutana na huyo mwanamke, akazungumza naye katika muda mfupi, mpaka wakati alipoona yale ambayo ilikuwa hitembee, mpaka wakati alipoona yale ambayo ilikuwa hitembee katika mwanamke huyo, na akasema ile ilipitikana, akasema naona kwamba wewe ni nabii, najua kwamba wakati Kristo atakapokuja atasema hivi, na akasema ni mimi. Sasa dada, hiyo kitu kimoja na ni huyo picha moja, kama vile hayo wakati hiyo vile, kama Yesu anaonyesha shida yako ni nini, nami siwezi hata kuzungumza hata lugha yako, lakini kama ananiambia hitaji yako ni nini, utaweza kuamini kama vile huyo mwanamke ya kwamba ni Kristo. Munaamini huko nje, mtaweza kuamini huko nje. Ndani ya kusanyiko wanasema amina. Huyu mwanamke akose anaweza kukiri yeye pekee maamuzi yake. Ulikuwa na mashida nyingi, ulikuwa mahali njema ya huzuni sana. Naona kwamba hawezi kushika kitu fulani. Unakuwa na wakati ambao unapaswa kuikala tu. Unakuwa na shida iko katika mgongo wako, ni figo yako kwa upande wa kuume ndani ya mgongo, na inakufanya umhali mbaya. Naona hospitali, ndani ya hospitali naona kwamba unaingia na kwamba anapita katika upasuaji, lakini sio kwa ajili ya figo, lakini iko katika viungo vya chini ya chini ya tumbo, na waganga wanagusa hapo. Bwana anasema hivi, hiyo ni kweli? Kama ni kweli, nyosha mkono. Sio mimi, lakini ni Roho wa Mungu ndiye aliyeweza kunitumikisha tu sauti yangu. Mnaweza kuamini? Yesu alifufuka kutoka wafu. Imani yako imekuponya dada yangu. Rudi nyumbani kwako, kwa maana utaweza kupona. Nitaka kuuliza kitu fulani. Wakati hili ikiwa ikipitikana, kuna kitu fulani ambacho kinaweza kupita ndani mwako, kitu fulani ambacho kinataka kuonyesha, kukuambia ya kwamba ilikuwa ni mwisho wa maisha yangu. Hiyo ni kweli? Ndiyo. Kama ni kweli, nyosha mkono, nyosha mkono. Haleluya. Sasa wote ndani na nje, hii ni hali ya Mungu kwa ajili yenu. Mungu atakupatia hayo mambo mamoja ambayo aliyopatia huyu mtu. Atakupatia mambo hayo mamoja kama hali amepatia huyu mtu aliyekuwa hapa. Sasa ninyi mlio katika hii chumba hiki, muamini, mtumainie, na Mungu atafanya hivyo. Yesu alisema, mimi nilikuja ili muweze kuamini. Hata neema yake iweze kuwa juu yenu. Kuna mwanamke huyu aliyemkomaa, iko na shida ya ugonjwa ya damu, iko hapa chini. Unaamini kwamba Mungu atakuponya dada yangu? Ndio, ni kweli. Unaweza kuamini kwamba Mungu amekuponya? Unaamini kwamba Mungu amekuponya? Mungu amekuponya. Unaweza kuwa katika afya njema. Umeomba Mungu ili aweze kukusaidia.
Mwanamke, wewe na matata hapa, kuna mtu anakupandisha kwenye madhabahu, kwenye madaraja. Ulikuwa kiomba, nikaona kwamba imani yako ikanivuta kwako, nataka kukupatia yale unahitaji. Amina, amina. Huyo mtu, mwanaume huyu hanijui nami simjui, lakini Yesu anakujua, na sasa yeye yuko hapa. Ama mimi niko nabii wa uongo wa Yesu Kristo, wewe ni mhukumu. Unaweza kuamini kwa moyo wako wote, unaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na kwamba mimi ni mtumishi wake. Wewe uko hapa kwa ajili ya sababu fulani, sijui, lakini Mungu anajua. Kama anaweza kuniambia, itakuwa tu kwa ajili ya heshima yake, ili wewe na mambo yote ya taifa lote, ili wataifa wote waweze kujua kwamba nimesema kweli, ya kwamba Biblia yake ni kweli, na kwamba naye alisimama, na kwamba yeye alifufuka kutoka wafu, na kwamba anaishi leo na kufanya hayo mambo mamoja aliyofanya katika siku hizo za zamani. Unaweza kuamini hiyo? Hauko hapo kwa ajili yako, uko hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Huyo mtu haiko hapa, huyo mtu iko katika mji mwingine. Ni mji mkubwa, sijawahi kuona mji huu. Ninaona mabarabara kubwa, watu wengi wanatembea katika barabara hizo. Iko mahali fulani katika Ujerumani, na hapa kwenye mnasimama yafanana na hiyo. Mahali ya kijiografia inafanana na Berlini. Ni mwanamke, ni iko kwenye kitanda, na ndio maana hakuweza kuja hapa. Naona ya kwamba kuna mtu fulani anamwangalia, nasikia yale ambayo mganga anamwambia, lakini siwezi kusema yale anayosemeka. Lakini kulingana na yale anayoona mwanamke, kulingana na yale anayomfanya katika mgongo, sclerose. Unaweza kuamini? Unaamini ya kwamba kama unaweza kumunyoshia mikono ataweza kupona na kubariki ndugu yangu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ili uweze kupokea yale unayoomba. Amina, haleluya, kwa Bwana, haleluya. Tuwe na imani. Mwanamke aliye mbele yangu simjui, sijui mavazi yake, sijui mavazi hapa, lakini Bwana nakujua, dada yangu, na ni peke yake ndiye anaweza kukusaidia. Unaumia, una ugonjwa wa mfuko wa mkojo, na iko chini ya, naonyesha kwamba ni mshipa ya mfupa mkojo, uko na ugonjwa ndani huko. Unakwenda katika hospitali, wewe si mgonjwa, lakini uko mganga, unatumika katika hospitali, ni mavazi yako ya uganga. Inaonekana kama wewe ni mganga, unaamini kwamba unaweza kuponya. Kuja hapa. Oh Mungu Baba, wewe uko hapa kwa nguvu, ili uweze kufanya mambo haya ya ajabu kwa ajili yetu. Acha Roho wako aweze kuja na kusaidia mwanamke huyu. Na bariki mwanamke huyu katika jina lako, na ili aweze kupona vizuri katika jina la Yesu Kristo. Amina. Muwe na imani ndani ya Mungu, msishakie, lakini mwamini.
Mwanamke huyu aliyekomaa, kuna nuru inasimama pembeni yake. Kwenye kiti cha tatu iko na ugonjwa wa moyo. Kama unaamini kwa moyo wako wote, Bwana atakubariki. Amina. Bwana atakuponya. Mungu akubariki. Unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kushinda hiyo hali yako ya ugonjwa wa moyo. Uko mahali ya iliyo mbaya ya moyo, kwa tu ambayo damu yako haitembei mahali njema. Mikono yako inakuwa baridi mara nyingi, na pia hata miguu yako, na unakuwa mahali mbaya kwa tu ambayo haulali hata usiku. Naona ya kwamba umelala kwa katika kitanda chako, na kila wakati unahitaji uweze kuamka, unaangalia saa na unaangalia nje kwa dirisha, na ukiwa katika hali mbaya. Amina, ni kweli. Ila Mungu peke yake anaweza kuponya. Kuja hapa na kusihi. Baba yetu uliye mbinguni, bariki mwanamke huyu, umubariki katika jina lako, na ili roho wako aweze kuja juu yake. Na napingana na hiyo roho mbaya, na ninaambia hii pepo hii uweze kutoka ndani ya huyu mwanamke, ndani ya Yesu Kristo. Amina. Na sasa uko katika hali njema, ile imekutoka ndani yako, imetoka ndani mwako, umejisikia hasa katika kimya. Sasa ni kweli, kama ni kweli, nyosha mkono wako. Ile tabaki hivyo ndani mwako, itabaki hivyo katika hali njema, kama uweza kuendelea kuamini. Wakati ulipotaka kupanda kwenye madhabahu hii, kuna kitu kilivyo kuzuia. Wakati ulipopanda, kama ni kweli, nyosha mkono wako. Ilikuwa ni shetani ndio alikuwa hataki uweze kuja hapa, kwa maana alikuwa akijua kwamba Yesu iko hapa, alikuwa hapa, na kwamba alikuwa akijua kwamba alipasha kutoka sasa, kwamba alipasha kutoka ndani mwako. Na sasa wewe ni mshuhuda huo, na wewe rudia kwako ukiwa katika hali njema. Amina. Tubaki katika hali ya utawa, na uwasihi na waomba msitingizike huko nje, mubaki katika hali ya utawa, mubaki katika hali njema, msishakie Mungu, msishakie, na Mungu atawapatia afya njema. Unaamini kwamba Mungu atakuponya hali yako ya mgongo? Unaamini kwamba Mungu atakuponya? Kama ni hivyo, simama na uona imani yako imekuponya. Amina. Mnaona yale ambayo nataka kusema? Hamuna hitaji ya kuwa na hitaji ya kazi ya maombi. Mnaomba tu imani. Mwanza kuwa na hitaji ya imani. Amina. Mtu huyu simjui, lakini Mungu anamjua, nami simjui pia. Sisi hatujuane sisi kwa sisi. Hiyo ni kweli. Kama Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu, ambaye tunayesimama mbele yake sasa, anaweza kunionyesha shida yako ni nini. Utaweza kuniamini kwa moyo wako wote? Sasa nakusijosha mkono. Marafiki wangu, Roho Mtakatifu anajua kila mtu katikati yetu hapa. Hakuna kitu ambacho anaweza kumficha. Tunaweza tu kuendelea katika mstari wa maombi, lakini naomba kunahitaji ili iweze kumalizika. Unaweza kuamini ama usiamini. Ni kweli. Unaweza kuamini hiyo? Huyo mwanamke aliyekomaa, aliye kwenye mstari aliye watatu kwenye mstari hii, iko na shida ya mgongo na hali mbaya ya moyo. Unaamini kwamba Yesu anaweza kuponya? Kama unaweza kuamini, unaweza kupata uponyaji wako. Naona roho nyeusi, roho mbaya. Muda mfupi, nakusihi, baki mahali jema. Ni kifafa huyu mwanamke. Amina. Na hapa pia kuna mmoja hapa aliye na kifafa hapa kwenye kipoi hapa. Sasa hapa, simama wewe mwanamke,
Lève-toi, toi. Simama wewe mwanamke kwenye shati nyeupe, simama, simama. Wewe mwanamke mwenye shati nyeupe, wewe Mungu wangu, nafukuza hii roho chafu nje katika Yesu Kristo, toka ndani mwake. Amina. Usiakie, amini ya kwamba umepokea yale uliyoomba. Amina. Uwe na imani. Ni imani yako ndio inakuwa sababu ya kupona. Ni imani yako ndio unapatia Mungu, ndio kama vile zawadi. Sio mimi. Mimi sijui hata kitu fulani kwa ajili yenu. Mimi ninaweza kuenda kwa kila mtu katikati yenu, lakini siwezi. Hiyo ni imani yenu. Ni imani yenu ndio nafanya mambo hayo. Lakini muwe na imani ndani ya Mungu. Huko chini katika upande mwingine huko nuru iko juu ya mwanamke mmoja aliye na shida ya ugonjwa ya moyo, anayekuwa na hali mbaya ya moyo. Ndiyo anayekaa huko nyuma, huko mwanamke huko anayekamata mikono yake hivi. Uko na hali mbaya ya moyo na unauliomba ili uweze kukuita. Amina. Uwe katika afya njema. Unisamehe, napasha kufuata Roho Mtakatifu kama vile anavyoniongoza. Munaamini ya kwamba mko mbele ya uso wake? Uwepo wake, uwepo wa Bwana, uwepo wa Mungu. Sasa yeye anawajua, mimi siwajui. Munaweza kunikubali? Munaweza kukubali nyinyi nyote kwa ujumla katika moyo wenu? Munaweza kukubali Yesu kama vile mponyaji wenu? Kama Mungu anaweza kutimiza yale ambayo huyu mtu anaomba, kama Mungu anaweza kutimiza yale ambayo huyu mtu anaomba, munaweza kufanya hivyo. Sasa museme amina. Hii iko kwa ajili ya, hii inafanyika tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naona huyo mtu anayepandisha kichwa iko na shida na maumivu ya kichwa. Iko maumivu ya kichwa ya nguvu sana. Ile inatokana na kuumizwa na risasi. Aliweza kuumizwa kwenye kichwa chake. Ni kweli. Kuna mtu fulani aliye pamoja nawe hapa sasa, aliye mgonjwa. Ni mwanamke, ni mke wako. Mke wako ugonjwa wake iko katika mgongo, iko na shida ya mgongo. Kuna mwanamke mwingine aliye hapo, na ni mwanamke aliye mkuu kuliko wewe, aliyekomaa kuliko wewe. Ni mama mko yako, naye iko na ugonjwa wa mguu. Ni kweli. Unaamini ya kwamba Yesu Kristo anaweza kukuponya? Sasa ile itamalizika na itaenda, na utakuwa na yale unayoomba. O Mungu, uwe wa rehema kwa mtu huyu, na umpatie yale ambayo moyo wake unayohitaji kulingana na utajiri wako na utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Kama mnaweza amini, mambo yote yanawezekana kwa yule anayeamini. Huko nyuma, huko mwisho, kuna mwanamke aliye na kikohozi kikuu. Kama unaweza kuamini, huko nyuma, huko ndio anasimama. Mungu amekuponya. Rudi nyumbani kwako na uwe katika afya njema. Amina. Nyinyi muamini tu, ninyi muamini tu, na mambo yote yanawezekana.
Oh, c'est une fille aveugle. Oh, ni msichana aliye kipofu. Mgunje vichwa vyenu nyinyi nyote, na wasi nyinyi nyote kusoa kupandisha kichwa. Msinyanyue vichwa vyenu mbele niweze kuambia ama kuwaomba mpandishe kichwa. Njia ya nafsi ni uzima, ni kuona. Njia ya nafsi ni kuona. Huyu msichana iko wa mtu fulani. Kama ningekuwa na nguvu ya kumponya ningemponya, lakini sina nguvu hiyo. Ila Mungu peke yake iko na nguvu hiyo. Iko na roho ya upofu. Mungu peke yake anaweza kufukuza hii pepo. Na wasi muombe na muamini kwa moyo wenu wote. Inawezekana kwamba kuna watu ambao na nia iliyo ya kigeni, iliyo mbaya, na ndio maana niwaambia nyinyi wote ndani na nje, mniweze kuniacha niweze kuzungumza na msichana huyu peke yake. Ninyi mnapogunja vichwa vyenu kwa muda mfupi tu, kama Mungu anaweza, kama Mungu anampatia kuona, nitawaambia hiyo. Naweza tu kumuomba sasa, ili naweza kuomba tu ili muweze kushusha vichwa vyenu na mubaki katika maombi. Nyinyi yote naomba na wasihi. Ndugu Branham ameomba ili kila mtu aweze kukunja kichwa chake. Kila mtu, nyinyi nyote, kila mtu. Mungu wa damani, nashika mtoto huyu mdogo kwenye mwili wangu, nikiwazia jioni ya leo kwa upande wa bahari, nikikumbuka Rebeka. Wakati nimemwacha alianza kulia, ulinituma hapa ili kwa ajili ya msichana huyu mdogo. Hatustahili Mungu, wewe ndio unastahili. Oh Mungu, fanya ili msichana huyu mdogo aweze kupata kuona, aweze kupata kuona. Mpatie hiyo Bwana Yesu, uwe wa rehema. Hii iko juu ya nguvu ya mwanadamu. Roho ya upofu, pepo ya upofu iliweza kupofusha macho yake. Unaweza kumrudia tena kuona, ili roho hii iweze kutoka ndani mwake jioni ya leo. Bwana mpatie hayo kwa ajili ya utukufu wako, kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Vichwa vyote viweze kuwekwa chini na wasi vichwa vyote. Sasa Shetani, roho wako ya upofu, hauniogope mimi, lakini unajua ya kwamba unapaswa kutii Yesu na kuja katika jina lake, katika jina la Yesu Kristo aliyekufa kwenye msalaba wa Golgotha kwa ajili ya kutusaidia sisi wadhaifu, tusaidia na sisi. Mimi kama vile mtumishi wake na kuagiza kwa imani, hauna nafasi. Haki yako imekutoshwa, ilichoshwa juu yako kwenye msalaba wa Golgotha. Kristo ana uwezo yote, na mimi nasimama katika jina lake. Wewe toka ndani ya mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo, na hauchukue naye tena kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya shangwe ya jina lake. Vichwa vyote vinapogunjwa na wasi kusiwe kichwa kinaweza kuiwekwa juu, na waonya, maana kuna kuwa hatari kubwa ya kuweza kucheza na mambo haya. Vichwa vyote vinapobaki vikigunjwa na wasi, mnyanyushe sasa vichwa vyenu, mpandishe vichwa. Mnaweza sasa kuangalia. Yesu amerudia patia mtoto huyu tena kuona. Na unaniona? Angalia watu. Unaweza kuona? Nyosha mkono wako mpaka kwa Yesu. Nyosha mkono wako kwa Yesu. Sasa niangalie. Ndugu Branham, sasa weka mkono wako kwenye pua yangu, juu ya pua yake. Wapendwa ndugu na dada,
Sasa sisi sote tumekwisha kusikia yale Mungu aliyofanya wakati wa vipindi vya uponyaji wa mwaka 1955 ndani ya Ujerumani, na tena tutaweza kusikia makusanyiko mengine ya uponyaji. Na ni shughuli yangu, na ninasema mwongozo, agizo ambayo iliyopewa inaambatanishwa na kwamba wachaguliwa wote wa ulimwengu mzima waweze kuwa na ujuzi kuhusu ya yale ambayo Mungu aliyofanya, na sio tu kupitia mahubiri, lakini pia kupitia kushuhudiwa, na kwamba lakini kupitia kushuhudiwa, na ili tuweze kuwa na imani, tuweze kupokea imani kwamba Bwana atajionyesha, Bwana atajionyesha hiyo hali moja katikati yetu. Tutaweza kuishi mambo makuu pamoja na Mungu. Tunashukuru Bwana kwa maana aliweza turuhusu sisi sote kuweza kusikia. Mubarikiwe na baraka ya Mungu mweza yote katika jina takatifu la Yesu. Amina. Mwamba wa wokovu, jifungue kwa ajili yangu, jifiche ndani mwako, mwamba wa milele. Acha maji na damu ya ubavu wako iwe kwa ajili yangu wokovu inayofungua kutoka makosa yote na nguvu za dhambi. Yale sheria yako inasema kazi zangu haziwezi kunitoshelea. Naweza kupigana jinsi ninavyoweza, naweza kulia machozi mengi, lakini ile haiwezi kufuta kosa yangu Bwana. Bwana, ila neema yako ndiyo naokoa. Kwa maana siwezi kuleta kitu chote, nashikamana na msalaba wako. Mimi mwenye mdhaifu, nisamehe Bwana, nakimbilia kwako. Nioshe Bwana, kama sivyo nitakufia hapa. Wakati napoishi katika nuru yako, macho yangu napokufa katika kifo, wakati napotembea katika bonde ya kifo, wakati napokuwa mbele ya mhukumu, mwamba wa wokovu, nifiche ndani mwako, mwamba wa milele.